Serikali ya Muungano itakuwa inapatikana katika kodi ambazo tutakuwa tunakusanya sisi kwenye maliasili zetu, yaani kodi ambazo wanakusanya Zanzibar kutokana na vitega na maliasili zao. Kuna kiasi cha pesa ambacho wanakuwa wanakitoa kwa ajili ya serikali ya Muungano. Tanganyika pia kutokana na vitu ambavyo kodi ambazo tunakuwa tunazikusanya kutoka kwa wananchi wetu kwa maliasili zetu, kuna kiasi cha pesa ambacho tunakuwa tunachangia kwenye serikali ya Muungano ili kuiendesha ile serikali, kwa sababu pia ukumbuke serikali ya Muungano itakuwa na vitu vichache sana, sio vitu vingi, ni vitu vichache sana. Okay, au itategemea na idadi, kwamba labda kama Tanganyika kutakuwa na usawa wa idadi ya watu, maybe umesema wabunge 70 na mawaziri iwe na wabunge 70, mawaziri 10 na wabunge 70. Kutakuwa na usawa ama upande mmoja itazidi kulingana na idadi, kwa sababu Tanganyika tunaonekana ni wengi sana. Hiyo wameifafanua kuhusu hiyo. Hiyo yani kiasi cha kugusia alipendekeza. Sasa katiba ingekubalika, wabunge wangeikubali ikapita, sasa hapo ndio ingekuja kujadiliwa kwamba kiasi cha pesa kitakuwa kinatakiwa kila serikali ichangie asilimia ngapi za kodi. Sasa hapo hiyo ingekuwa ni issue nyingine. Kwa hiyo alipendekeza kwanza hivyo, sababu sasa katiba ilikuwa bado haijapita, na kila serikali pia inakuwa ina bunge lake. Kwa hiyo kila serikali inakaa inaangalia kutokana na wizara tunazozihitaji kwenye serikali ya Muungano, kila serikali inaona kwamba ni kiasi gani tunaweza tukachangia. Kwa hiyo swala ni asilimia ngapi inatakiwa itolewe haikuwa bado haijatamkwa, kwa sababu ilikuwa ni issue ambayo haijapitishwa. Itakuwa ni bunge la kwa mfano Zanzibar wanasema bunge la wawakilishi. Yani hiyo sasa serikali tatu, maana yake kutakuwa na wawakilishi kutoka bara na Zanzibar. Naam. Sasa je, yani hiyo serikali ya tatu, yani kutakuwa na kama ni wabunge watakuwa ni wawakilishi? Hakutakuwa na wabunge wawakilishi, kutakuwa na wizara zinazotuunganisha, ila wabunge, kila wabunge na nchi yao. Eleweka hapo? Yaani kila nchi ina wabunge wake kutokana na maeneo yenu, kwa sababu Zanzibar ni ndogo, lazima itakuwa na wabunge wao na bunge lao. Na bara ni kubwa, mikoa yetu ni mingi, mikoa 32. Kwa hiyo kutakuwa na wabunge 32. Hatuwezi tukasema hivi tupunguze wabunge wawe 20 wakati tuna mikoa 32, kitu ambacho kiwezekana. Kwa hiyo bunge tunakingana, ila zitakazo tuunganisha ni wizara ambazo ni hizo chache ambazo Danieli amesema sitaungana kwenye wizara, ila sio kwenye bunge. Okay, umeelewa? Wizara nimekuelewa. Maana yake idadi ya wabunge itabaki pale pale kulingana na wingi wa watu. Sawa. Tutaendelea. Mimi natamani sana ukirudia hii mada ili tuwasikilize pia maoni ya upande wa wenzetu, huwa wanaifurahia sana hii mada ya kuunda serikali tatu ama kujitegemea kwao, kwa sababu wao wameanza muda mrefu. Sasa kama kina babu wale tungewasikiliza pia nao wanasemaje kuhusu hili darasa. Pia nimeelewa kuhusu jeshi, ulinzi ni kweli kabisa, kwa sababu ya usalama kweli, kwa sababu kijitenga lazima kuna mambo yatakuwa wakificha hivi, baadaye itatengeneza kama itatokea vita fulani hivi ikawa wenyewe kwa wenyewe, lakini ikiwa kama pamoja kila kitu kuna ushirikiano kama kawaida, hakutakuwa na mtafaruku. Asante, tutaendelea kujifunza. Asante sana dada Mkomba. Yaani unajua ukitaka ujue kama mtu kaelewa ni pale anapokuwa anauliza maswali, yaani pale sehemu ambayo hajaelewa afu anauliza, basi ujue huyo mtu kaelewa. Yaani kaelewa somo. Kila mtu anakuuliza sasa hii sehemu yaani ujue sasa huyo ndo kaelewa. Unaona? Sasa dada Mkomba nimekuelewa vizuri sana. Na pia ili swala la serikali tatu, kwa sababu kuna ndugu zetu wa Zanzibar, hii tunaweza tukaiweka tu hata kama mada siku fulani tukawa tunaizungumzia kwamba inaweza kuwa na faida, itakuwa na faida zipi katika pande zote mbili, ya Zanzibar na Tanganyika.
Umeona? Na pia tutasoma kwa mfano hapa jamaa kwamba Zanzibar ilikuwa kubwa sana, haikuwa visiwa viwili tu. Unaona mambo kama hayo. Ndio maana mimi nawaambieni kwamba hawa jamaa kwa vyovyote vile, before hatujazungumzia masuala ya muungano, tuwatoeni hawa wabaya. Hawa ndio wanotuharibia nchi zetu. Sio Zanzibar. Hawa jamaa wamewaua wa Zanzibar 2001. Hawa jamaa wametuua sisi mwaka 29. Hawa jamaa ndio adui zetu. Yaani ni watu ambao hawako tayari kupoteza chochote kwenye swala la chama chao. Wanaua, yani hawajali wewe ni mtu wao au sio mtu wao, watakuua tu. Sasa unakuja kuona kwamba ni lazima tufanye juu chini tuwatoe. Kwa hiyo asante sana dada Mkomba. Dada One Love, karibu. Chochote cha kuchangia katika mada tuliyokuwa tunaiongelea kuhusu serikali tatu. Au ameshalala huyo? Dada One Love naweza atakuwa ishalala. Brother Zayumba hapo, una lolote? Hata kama ni host kule basi atakuwa yuko upande wako. Akirudi atachukua. Kuna siti hapo. Ni host. Kuna jirani yangu hapo siti. Okay, siti karibu. Siti. Kaka Marcus, somo limeshaisha. Tumepiga kipengele cha muundo wa serikali tatu leo. Tumekipiga hicho pekee. Maki tunaenda vipengele baada ya kipengele. Kwa hiyo tumepiga serikali tatu. Tumemaliza. Kwa kesho tunataka tupige kipengele cha mbunge. Kumvua mbunge madaraka alizungumzia nini? Ya ngoja basi ngoja ni wa siti hapa na dada One Love, naona watakuwa labda hawapo. Ngoja tuwashusha tutapandisha wengine. Ya. Dada brother Zayumba, karibu. Tukusikilize chochote cha kuchangia. Mkombozi. Pandisha Mkombozi na yule aliyotusalia na Mimidi. Okay. Dada One Love, jina la Kiarabu kama mnaweza Dada One Love na sisi hayupo, ngoja tumshushe hapa afu tumpandishe wengine hapa watupe mawazo jamani. Mimidi na wewe tutakupandisha hapa tukusikilize. Zayumba na wewe upo? Baba Zayumba. Kuna watu wameshasinzia. Jacqueline, karibu kama una lolote la kuongezea hapa. Kilichonifurahisha PFD, tukimaliza share yuko hapa kwa ajili ya dua ya kumaliza kufunga utamwambia. Na maombi pia kwa Wakristo. Tuendelee dada Jackie. Kwanza kilichonifurahisha kuisikia hii katiba. Kwanza katiba yani mtu unasikia sasa ni ya watu wenye akili timamu. Ndio tunayoitaka sisi na kizazi chetu hii katiba. Yaani ukisikiliza tu unajua kabisa hapa tunaenda kunufaika, kwa kila mtu anakopa na manufaa yake. Zanzibar wananufaika, wanapata manufaa yao, na Tanganyika tunapata manufaa yetu. Na hata hizi nchi zitakuwa zina maendeleo. Lakini haya UVCCM ukisikiza tu wakili zao zilikuwa zinamuuliza huyu mzee majibu maswali yao, ukiyajumlisha na haya sasa hivi mabumunda ambayo yanatukana au kwenye makomenti ukipita, yani unajua sisi akili ni za mabumunda kabisa, sijui kama zimezaliwa kwenye Tanganyika au kwenye Zanzibar. Unafikiria unakuta Zanzibar mingi naye ni mijinga na Mitanganyika nayo mingi ni mijinga. Unakuta kama mijitu ambayo haijasoma maswali yao. Unakuta kabisa lijitu limevaa kabisa limesomeshwa na linakuja linauliza, au kama unakuta hapo kama mtu alikuwa anamuuliza wewe mzee wa Rioba hayo maswali ya kipumbavu, au sijui pesa sijui zitakuwa nyingi, au sijui nini. Yaani unakuta ni lijitu limevaa kabisa lile sijui mnamita majoho. Unakuta limevaa kabisa joli na linasherekea naye nini? Linasherekea kwamba limemaliza chuo, sijui degree. Ni mapumbavu na majinga. Matanganyika mengi na alosoma ndo majinga.
hiyo mimi nasema sasa hivi kuna imijitu kabisa ishaenda kwenye muziki, pia kina Diamond, kuna mtu kabisa ishaanza kushobokea, sijui wachekeshaji, imesoma, ina elimu, baada ifuatilie nchi yao. Ukiona wewe unaumia kuhusu hii nchi, basi ujue wewe ni Mtanganyika halisi, kwamba hii nchi inakuhusu. Kwa hiyo ukiona wewe unaifuatilia hii katiba, unaiona kabisa hii katiba ya Warioba ndio tunatabidi tuililie na tunaitaka, kwa sababu hiki kipengele tu hichi cha serikali tatu kinakugusa, kwamba hiki ndio tunachokihitaji na hichi ndio kitachofikisha kabisa kizazi chetu, kwamba ndio kitachofikisha kabisa kizazi chetu nacho kinanufaika na manufaa ya kwenye sijui madini, sijui maelimu ambayo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo mimi naambia hivi, hii serikali tuiondoe, hii masisi tuiondoe. Kama una akili timamu, kama wewe Mtanganyika na wewe kama Mzanzibari unaiona kabisa serikali haifai na Komai, tuiondoe. Yaani ukisikiliza kabisa kwa makini hichi tu kipengele, mimi uko mbeleni sijai kwenda, hata sijai kugusa hicho kitabu. Kusema kweli Watanganyika na sisi tumekuwa vivu kusoma. Tabii tuanze tu kusoma kwa kweli. Someni jamani. Yaani sio tunapiga mnondo hapa, hata katiba kule mwenyewe binafsi sije kuipitia. Hii mbovu hii wanaoililia hao majinga ndo kidogo nimeipitia kwenye haki, lakini huko kwingine sijaenda. Kwa hiyo mimi nasema hivi, unaumia na hii hali, wewe ni Mtanganyika halisi, kwamba inakugusa kwa kila sehemu ambacho wewe inafaa kabisa uililie, tuungane, tupaze sauti kwamba tunaitaka hata at least hii katiba ya mzee Warioba. Japo mzee kapambana mpaka kapigwa makofi na mpumbavu mmoja, tunasikiza hapa, kumbe kaka mimi sije kusikia kama kapigwa makofi, ndo nasikia leo kumbe kuna mipumbavu na imempiga makofi. Hii ndio mibumunda inayolelewa kwenye UVCCM. Na mimi naomba niseme la mwisho hapa jamani, ili jitu lolote likivaa t-shirt la kijani kama mwanaume, pita naye mbali huyo. Limevaa t-shirt ya kijani limeandika kabisa CCM mbele kwa mbele, na pita mbali naye. Inawezekana hata huyo atengwe kabisa. Huyu naye ni bumunda lingine, msizae naye kama mwanamke, wewe usizae naye kabisa, utazaa mtoto bumunda ndani, mwisho siku mzae vilema. Kwa hiyo mimi naambia hivi, tuililieni hii katiba ya Warioba. Tumeisikiza tu hicho kipande kitatu tu, serikali tatu tu, mimi inaniumiza. Natamani hata huyo mzee Warioba jamani angekuwa tu rais. Tuisikili tuifuatilieni. Tuililieni hii katiba. At least tuipate tu hii katiba. Huku tunaendelea kula elimu, na asante sana kaka PFD kwa kuileta hii elimu. At least tuungane, tujue tatu tunaanzia wapi. Maana tushaambia kwamba Tanganyika hata hicho kitabu chenyewe tukijui, na kweli hatukijui. Na tulikuwa kijui, sasa tunakuja hapa kwa PFD tunakijua, tunakuja barabarani huku tumenyanyua vitabu kwamba tunakijua hicho kitabu. Hicho kijitabu cha PFD. Haya, kwa heri. Ila endeleza kutoa na kusema kwa Mungu, mwalimu tumepata. Tulipataga kaka yetu yule nani alikuwa anatuelekeza vizuri, na sasa hivi tena tunapata. Kwa hiyo mtu anaitoa mguu huu, anaingiza mguu huu, anakuwa mwalimu zaidi. Kwa hiyo asante sana kaka PFD kwa elimu, na pia usichoke. Sisi wanafunzi wako hapo. Japo mimi na tap nipi zawadi. Jamani, mali mimi na tap nimefika mpaka 100 na. Asante. Tuanze hapo na Brother Mkombozi, karibu tukusikilize, alafu tutaenda kwa Brother Qur'ani hapo. Sana Binta na wengine wote, Chununu, Jacqueline, Damwana, huwa tunakutana sana huko kwenye hizi harakati, na niwape pongezi tena. Nadhani nimefanya maamuzi sahihi. Karibu kakaangu. Umefanya uamuzi sahihi kuanza kuichanganua hii rasimu ya Warioba. Sikuwepo, nilikuwa na watoto leo kidogo, kwa hiyo sikupata nafasi ya kushiriki kamilifu, lakini naomba tu nitachangia vitu vichache
katika maada ya leo, japokuwa sina hakika kama mtakuwa mligusa. Kama mtakuwa mligusa, basi mtaniambia ili nisichukue muda mwingi na niwaachie wengine nafasi. Sasa kwanza kabisa nilikuwa nataka ni changanue kidogo kwa nini tunasema katiba au rasimu ya Warioba. Nadhani ni vizuri wananchi wakaelewa kwamba ile rasimu ilikuwa inasimamiwa au mwenyekiti wake alikuwa ni Warioba, lakini ilikuwa ni kamati ambayo ilikuwa imesheheni wataalamu, wanasheria na makundi mbalimbali yalishirikishwa, akiwemo Polepole ambapo alikuwa na nadhani ndipo alipoinuliwa nasema na ule mchakato mpaka sisi tukaweza kumjua, mpaka akaja kutuelezea udhalimu ambao unafanyika na kadhalika, mpaka watu tukawa impressed na hizi harakati zikawa zimeongezewa kama ndimu au pilipili kama ukiwa unakula nyama. Nadhani mtakuwa mmeelewa hapo. Kwa hiyo tuweze kuelewa ule muktadha wa hiyo rasimu au katiba ya Warioba. Akaenda akafanya maamuzi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuongezea umuhimu wa kwa nini ile rasimu inapigiwa chapuo, ni ilikuwa rasimu shirikishi. Nikisema rasimu shirikishi, ilikusanya maoni kwa wananchi nchi nzima, yani mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania visiwani au Zanzibar na Tanganyika. Kwa hiyo sio maoni yake yeye kama yeye alikuja kutoa analysis ya zile taarifa zote, yani kule mchakato wote alichakata zile taarifa zote, mapendekezo ya wananchi wengi, ndo akaja akatengeneza hiyo rasimu. Kwa anachotufundisha PFD hapa ni maoni ya wananchi yaliyochakatwa na ile kamati ya ambayo alikuwa anaiongoza Judge Sinde Warioba, Joseph Sinde Warioba. Kwa hiyo watu wengine, unajua ukiwaambia rasimu ya Warioba, najua tu ni Warioba alitoka from nowhere akatoa hayo mapendekezo. Lakini pia katika zoezi hilo alifanya mikutano na wadau mbalimbali. Yaani wadau maana yake kulikuwa kuna watu wa hali ya chini, watu wa hali ya juu, watu wa hali ya kati, wafanya biashara, asasi za kiraia na kadhalika. Kwa hiyo hizi zote zilijumuishwa, taasisi za kidini, pande zote zilihusishwa. Kwa hiyo ukiangalia ni mchakato ambao ulikuwa umesheheni ushirikishwaji wa watu wote. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia ni kwamba sisi tulikuwa tumepata nafasi ya kutoa maoni, lakini yale maoni yetu tuliyoyatoa hayakufanyiwa kazi. Kwa nini hayakufanyiwa kazi? Kwa sababu ile rasimu ya Warioba ilikuwa ambayo ingekuwa katiba sasa, ilikuwa inaenda kugusa ulaji wa watu wengi, hasa hawa waliotengeneza mfumo huu wa unyonyaji katika kupitia chama hichi cha kinyonyaji cha CCM. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunatakiwa tukiweke sawa na tuweze kuelewa vizuri. Lakini pia pamoja na hayo ilitumia gharama. Sio kwamba ni watu walijitolea fedha wakasema bwana mimi Warioba na kamati yangu tunajitolea fedha. Hapana. Ile kamati iliteuliwa na rais wa wakati ule ambaye alikuwa ni Kikwete, Jakaya Kikwete. Ndio aliiteua na walitumia pesa za serikali. Ile zoezi zima lilifanywa takriban miaka miwili, ambapo ilianza 2012 mpaka 2014. Lakini pesa zilizotengwa, naomba nirudie tena, pesa zilizotengwa kwa huo mchakato tu wa kukusanya maoni zilikuwa ni takriban bilioni 83. Narudia tena, bilioni 83. Hizi sio hela za Kikwete, hazikuwa hela za Kikwete, hazikuwa hela za CCM, hazikuwa hela za Tanganyika, hazikuwa hela za Zanzibar. Hizi zilikuwa ni pesa za wananchi kutoka, yani Zanzibar na Tanganyika kwa pamoja, pesa zao zilitumika kukusanya haya maoni ambayo yalikuwa ni maoni yao, zikachakata kwa kupitia ile kamati na wakaleta ile pendekezo mezani. Lakini mwisho wa siku zile pesa ambazo ni kodi zetu sisi wananchi hazikuthaminiwa, zikachezewa. Lakini pia kwa kuangalia hiyo budget ambayo iliandaliwa kwa hizo hatua za kukusanya tu maoni ambazo tumesema ni bilioni 83 kwa kipindi hicho cha miaka miwili,
Nimeangalia hapa bajeti za